Kama wewe ni mzazi au ni mlezi, una mtoto wa miaka 12 mpaka 19, hii video inakuhusu na hii video ni ya kwako. Nimeitengeneza kwa sababu yako. Yamkini una mtoto mmoja 12 mpaka 19, au una wawili katika umri huo, au una watatu katika umri huo. Maana yake wewe unalea watoto wanaoitwa adolescents, watoto wenye umri wakati ulioko kwenye transition, mpito kutoka watoto kwenda watu wazima. Kosa wanalofanya wazazi, wanawalea kama watoto, kumbe hao wako kwenye mpito, wanajijua, wanajielewa, wanajifahamu, wanajua haki zao, wanajua mambo yanayotakiwa yatokee kwao. Utapambana nao na utaharibu maisha yao au hata malezi yako yote ukishindwa kuwafahamu vizuri. Hichi ni kipindi ambacho kina stages au hatua tatu. Hatua kwanza inaitwa early adolescence au umri wakati ule wa kipindi cha kwanza cha umri wakati. Alafu kuna kipindi cha pili cha umri wakati inaitwa mid adolescence. Alafu kuna kipindi cha tatu au cha mwisho cha umri wakati kinaitwa late adolescence. Miaka 12, mara nyingine inaanza 11 pale mpaka 13 cha kwanza, 14, 15, 13, 14, 15 cha kati, 16, 19 cha mwisho. Sasa ni vizuri ujue hicho ndio kipindi ambacho bwana wazazi wengi wanapata shida sana. Kwa nini? Kwa sababu kunakuwa na complications nyingi sana za malezi. Kwa sababu wazazi hawajui mbinu bora, wazazi hawaelewi kipindi chenyewe, wazazi hawaelewi tabia za hicho kipindi, wazazi wanawafikiri wale watoto bado watoto. Sasa hivyo ni vitu ambavyo unatakiwa uelewe. Ngoja nikwambie vitu ambavyo unatakiwa kufanya. Na usisahau nimeshakwambia kwa sababu ya umuhimu, sensitiveness ya hichi kipindi, nimezigawa hizi video zimekuwa 2. Nimeshaongea vitu 4 vya kwanza na nimeongea kwa kina. Tafuta topiki hii. Je, una mtoto wa miaka 12 mpaka 19 unamfahamu? Part 1. Na sasa hivi nakupa, je, una mtoto wa miaka 12 mpaka 19 unamfahamu vema? Part 2. Kama unaangalia part 2, hujaangalia part 1, tafuta. Kama unaangalia part 1, tafuta part 2, itakusaidia. Baadhi ya vitu ambavyo unatakiwa kufanya, ambacho sasa kitakuwa cha 5 hichi. Cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha 4 nimekiongea kwenye part 1. Cha 5, hakikisha unakemea tabia au mwenendo mbovu ambao unaona nao mtoto wako. Umeona anaanza kuchelewa kurudi jioni, usikalie kimya ndugu yangu, ukasema ngoja nisubiri mara 3. Ukiona tabia mbovu, ukiona kitu ambacho hakieleweki, ukielewi, uuliza mapema. Mbona umeposti picha hizi kwenye page yako? Mbona umeweka hii picha kwenye profile yako kama ameweka anasibu? Mbona unachelewa kulala? Mbona unachelewa kuzima taa za chumbani kwako mpaka saa 9? Unafanya nini? Mbona utoki chumbani? Kuna nini? Mbona huji kula na sisi? Una shida gani? Mbona huji kusali na sisi kabla ya kwenda kulala? Una tatizo gani? Mbona walimu wanalalamika sana mara kwa mara, tumeitwa mara 1 mara 2? Ukiona tabia ambayo huielewi, mapema kabisa kemea. Kwa sababu bwana, huu ndio umri ambao wanachukua tabia sana za marafiki zao. Wanawasikiliza marafiki zao kuliko wanavyosikiliza mzazi. Jambo la 6, msapoti kwenye yale mambo mazuri anayoyafanya. Umeona na passion ya kuandika kitabu, msapoti. Umeona na passion ya kufanya michezo kule shuleni, msapoti. Acha mambo yako, acha wewe soma. Michezo inalipa Tanzania. Acha hiyo mambo, utampoteza huyo mtoto. Kile anachokiwaza kukifanya akakushirikisha, mwambie niambie wazo lako, nitakusupport. Umeona anafanya ka business fulani ambayo akatengeneza na hakaathiri shule yake, msapoti. Sio lazima umsapoti pesa, ukiweza fanya, lakini mawazo, yani aone kwamba dad is with me, hajanipa hela lakini yuko pamoja na mimi, amesimama. Mwambie kabisa mimi niko nyuma yako, I'm at your back, I'll push you, nitakusaidia, nitakushauri. Na mara nyingine unamsupport kwa kuulizia, unaendeleaje ile issue yako, unaendeleaje, umefanikiwa, fanya vipi, unaendelea hivi vipi kuhusu application zako, unaona na apply. Sio unakaa tu uongee chochote uingie kwenye maisha yake. Hapana, ataona wewe haupo kwenye kambi yake, atakuchukulia poa, atakudharau. Usifanye hivyo. Jambo la 7 na la mwisho,
Zungumza naye kuhusu tabia na madhara ya tabia na madhara ya maamuzi ambayo anayafanya. Usiwe mtu wa mikwara wakati wote. Huu ni wakati wa kumwonyesha impact, effects, athari za maamuzi yake. Hichi ni kipindi ambacho watoto wengine anataka kuachia nywele zake tu, hataki kunyoa. Ana manywele makubwa kuliko kichwa chake. Ukikimbizana kumwambia nyoa, nitakunyonga, nitakupiga, nitakufukuza nyumbani, nakwambia ataacha basi umfukuze ili asinyoe nywele zake. Hichi ni kipindi ambacho unatakiwa ukae naye kirafiki kabisa, nje ya nyumbani ikiwezekana. Mwambie madhara ya muonekano wake kwa watu. Mwambie umuhimu wa namna anavyoonekana mbele za watu. Mwambie connection iliyopo kati ya impression, muonekano wa mtu, na ajira kesho yake. Anaposti vitu vya ajabu ajabu, mwambie jinsi ambavyo kesho na kesho kutwa waajiri wanaangalia historia yako ya unavyopost. Jinsi ambavyo unavyoposti ndio image na identity yako, havifutiki. Mwambie jinsi ambavyo teknolojia haisahau. Atafika kipindi maisha yake yamebadilika, lakini mitandao iko vile vile inakumbuka upumbavu wake. Hataki kwenda shule, mwambie athari. Leo wewe upo na mama yupo, kesho kutwa hayupo. Shule yake itamsaidia. Usipige mikwara kuweka strict rules. Ongea kuhusu impact, ongea kuhusu madhara ya tabia. Ongeeni kirafiki, wanaelewa. Zidisha mahusiano yako na yeye wakati ukimwambia kuhusu haya mambo. Itakusaidia. Nimekupa vitu vya kuelewa, nimekupa vitu vya kufanya kazi. Hii ni part 2. Tafuta part 1 kama hujapata part 2. Kumbuka, muda utakao spend naye watoto wakiwa umri wa 12 mpaka 19 watakuwa bado, watakuwa marafiki zako. Utaweza kusaidia future yao na maisha yao yote. Ila ukifanya kosa hapa, umeharibu kila kitu mzazi. Naitwa Dr. Chris Mauki.